Ndugu zangu wana IBM channel pamoja na wana Ukuu wa Mwafrika, bado nataka nikupe uchambuzi kidogo kuhusu hiki kilichotokea pale Senegal, ambapo tumeona Rais Bassirou Diomaye Faye kumfuta kazi Waziri Mkuu Ousmane Sonko, ambapo kimsingi ni Ousmane Sonko ndiye aliyemtambulisha Diomaye Faye katika kujulikana na kufahamika mpaka wa Senegal kumchagua Diomaye Faye kuwa rais wa Senegal. Ndiyo, alikuwa ni mwanasiasa lakini hana ushawishi wowote, ila ni katika kile ambacho Senegal ilikuwa anataka mabadiliko, na hii unajua imekuwa na nini sana, hasa wakati ule wa Captain Ibrahim Traore, mambo aliyokuwa ameyafanya, mambo makubwa ndani ya muda mfupi, na ni kijana. Kwa hiyo Senegal wakaamini kuwa vijana wanaweza wakafanya vizuri zaidi, kwa sababu tunataka mabadiliko. Maona Afrika imekwama kwenye dimbwi la umasikini, na ni wakusababishiwa tu, sio kuwa basi Mungu amependa sisi tuwe maskini. No, Afrika ni tajiri sana kwa rasilimali tulizo nazo. Kwa hiyo ndivyo hivyo. Sasa kwanza kilichosababisha huyu rais wa Senegal Diomaye Faye kumshusha ama niseme kumfukuza kazi waziri wake mkuu ambaye ni rafiki yake sana huyu Ousmane Sonko ni jambo moja, kwa sababu ya misimamo ambayo waziri mkuu alikuwa anaichukua, misimamo hii kama ya Captain Ibrahim Traore, kwa sababu ukumbuke waziri mkuu ndio mtendaji mkuu wa serikali. Sasa katika mambo ambayo walikuwa wanayaongea, mnakumbuka mara ya kwanza tulisema hawa ni wanasiasa, sijui kama kutakuwa na uwezekano wa kuweza kufanya kama vile ambavyo Captain Ibrahim Traore anafanya, kwa sababu ukumbuke mwanasiasa ana mambo mengi ndani ambayo yana utapeli kidogo, tofauti na mwanajeshi. Mwanajeshi yamezoea kufuata oda. Sasa ukimpata mwanajeshi ambaye amesimamia ukweli, matokeo yake basi yatakuwa, mtaona matokeo mazuri sana. Lakini bado huyu Ousmane Sonko akaonyesha kuwa yeye sio mwanasiasa wa kawaida. Kwa jambo la kwanza, akaanza kupitia mikataba katika masuala ya nishati, mfano masuala ya mafuta pale Senegal, na mambo kadha wa kadha, makampuni pia yanayojihusisha na masuala hayo ya uchimbaji wa nishati ya pale Senegal. Kwa hiyo akaanza sasa kupitia, na ukumbuke kitu kimoja, nimekuambia anafuata nyayo za Captain Ibrahim Traore, kwa sababu Ibrahim Traore tunakumbuka alipoichukua Burkina Faso kulikuwa na vikosi vya jeshi la Ufaransa viko pale. Hakuhitaji kupeleka negotiators kunegotiate kuhusu na good policy ya hii French troops pale ndani ya Burkina Faso ili waendelee kuwepo pale, lakini wabadilishe sera. No, yeye alihitaji waondoke kabisa, kwa sababu tangu vikosi vya Ufaransa viko pale bado Burkina Faso inapitia makundi haya ya kinyang'au ambayo yanaendelea kuua watu. Okay, alikuta pale kuna IMF wako pale na wanakopesha fedha na hivi na hivi na hivi, na akajua huu ni mnyororo, tunatakiwa kujitoa, sio kuweka sera nzuri. Na ukumbuke IMF huwa hawakupigii simu, wao ukizingua wanachokifanya wanakata. Kwa hiyo wakikata, wewe ndio utaenda utawatafuta. Ndio mataifa mengine yana struggle hivyo. Ndio maana unaona Burkina Faso ikawekewa vikwazo na IMF, lakini walichoshindwa kuelewa kuwa Ibrahim Traore hicho ndicho alichokuwa anakitaka, na baada ya kuweka vikwazo hawakuendelea tena. Ikabidi tena, ndio imepita miaka kama 3-4, wamerudi tena Burkina Faso IMF kuwa jamani, tumeona mnafanya kazi nzuri sana, mna maendeleo mazuri sana, kwa hiyo tunataka tufanye kazi na nyinyi. Ukumbuke ni hao waliokuwa wameweka vikwazo, na Ibrahim Traore akasema okay, sawa, karibuni, lakini kwa
terms ambazo sisi tunazitaka. Na kwa nini aliruhusu IMF wakati mwanzo alikataa? Ni kwa sababu IMF iko connected na mashirika haya ya utangazaji ambayo ni mashirika makubwa ya habari duniani kama CNN, BBC, Al Jazeera na mashirika mengine. Kwa hiyo hawa ndio watakaoenda kutangaza. Nadhani unaelewa nikisema hivyo. Kwa hiyo hilo likawa limeenda katika muktadha wa namna hiyo. Kwa hiyo Osman Sonko naye sasa akataka hili waweze kuongea, kwa sababu kulikuwa na kikao ambacho kinatakiwa kifanyike kati ya IMF na waziri mkuu. Alafu kabla ya hiki kikao tunasikia tarehe 22 ambayo ilikuwa ni Ijumaa mwezi huu wa 5, ndio Osman Sonko anashushwa chini cheo, waziri anafukuzwa kuwa waziri. Lakini amefukuzwa angalia kitu kilichopo, yani ameondolewa kwenye cheo hiki, amepelekwa kwenye cheo ambacho ndio kina nguvu zaidi kuliko kile, kwa sababu kumbuka bunge ni muhimili unaojitegemea. Amepelekwa kuwa spika wa bunge. Kwa hiyo hilo likawa liko kwa namna hiyo. Lakini ukumbuke kwenye nafasi yake amewekwa mtu anaitwa Amaduro. Amaduro ana umri wa miaka 60. Ukumbuke hilo. Amaduro ana umri wa miaka 60. Na huyu Amaduro amefanya kazi kwa miongo minne katika benki ambayo hii ni mojawapo ya zile benki ambazo tunaita Anglophone Central Banks, ambapo sasa upande huu hiyo benki inajulikana kama BCEAO. Hiyo benki ya upande huu wa mataifa kama 8 hivi, na makao makuu ya hii benki yako pale Dakar, Senegal. Na hii ni benki ya Kifaransa ambao sasa benki hii inatumia sarafu ya CFA franc ambayo ni ya Ufaransa. Hii yote ni kwa sababu gani? Kumbuke mataifa mengi ya Kiafrika yalipopata uhuru, hasa kutoka kwa mkoloni ambaye alikuwa ni Mfaransa, akaamua kuendelea kuyakontrol haya mataifa. Na anaya control kwa namna gani? Ni kwa sarafu yake iendelee kufanya kazi ndani ya haya mataifa. Na haya mataifa ndio sasa ukiangalia kwa mfano hii benki ambayo ni BCEAO. Kumbuka haya mataifa hayana central bank. Hii ni Anglophone Central Bank ya Mfaransa, ambapo wanatumia sarafu sio za kwao, wanatumia sarafu ambayo ni ya Ufaransa. Kwa maana yake ni nini? Maana yake ni kuwa wanaendelea kuinemesha hazina ya Ufaransa. Maana anayenufaika hapa ni Mfaransa, sio hawa watu. Hawa watu kwa fedha zao, yani wanaweka pesa kidogo tu. Nakumbuka hapa serikali ya Tanzania ilitangaza kuwa manunuzi ya ndani ya Tanzania yanatakiwa yatumie T-shillings na sio dola. Yani hiyo ilikuwa ni kuboost sarafu ya Tanzania iende juu na sio dola. Maana sasa kuna mahali ulikuwa ukienda unaambiwa hapa hatupokei T-shillings na unalipa kwa dola na ni ndani ya Tanzania. Sasa unategemea hiyo hela itakuwa na nguvu? Hiyo hela itakuwa ni madafu tu, itakuwa ni makaratasi. Ndio maana serikali ikaamua iingilie kati. Manunuzi ya ndani lazima yafanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni T-shillings. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Sasa tofauti na haya mataifa, kwa sababu kama hii benki ambayo inakuambia ni BCEAO yenyewe ina mataifa kama 8 yaliyoko hapo. Kuna Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal yenyewe, kuna Cote d'Ivoire, kuna Benin, kuna Togo. Ndizo zilizokuwa wanatumia hizi nini. Ndio maana unaona Captain Ibrahim Traore akaanzisha benki ndani ya Burkina Faso, benki ambayo wataprinti pesa za kwao, na pesa zile niwahi kuongea sana hapa, ni pesa ambazo zimewekwa mti ule wa mbuyu. Mti ule wa mbuyu, alafu ni fedha ya AES, maana ukanda wa Sahel. Kwa hiyo sasa kumbuka huyu bwana amefanya kazi miongo 4 kwenye hii benki, na ni mtu ambaye amekuwa akisema ndio kwa IMF. Na wakati hawa miamba wanaingia, deni la Senegal lilikuwa 142%. Na walipoingia tu ikabidi wa freeze kwanza. Kulikuwa na project ya dola bilioni 1.8 iliyokuwa inaendelea, ikabidi wa freeze kwanza hiyo, kwa sababu kulikuwa hakuna wazi kutokana na serikali iliyopita kuhusiana na yani mikopo hii ya IMF. Kwa IMF na wao wakaamua. Kwa sasa huyu Bassirou Diomaye Faye ambaye ndiye rais wa Senegal
ameamua kumuweka pembeni huyu Osman Sonko, mtu mwenye misimamo kama Ibrahim Traore, lakini ameamua kumleta mtu ambaye miaka yote amesema ndiyo kwa IMF. Swali linakuja, huyu Diomaye Bassirou Faye ambaye ndio rais wa Senegal anamtumikia nani kama sio kutumikia interest za watu wa magharibi? Na ndio maana nakumbuka Vladimir Putin aliwahi kuongea akasema kuwa Afrika haitokaa iwe huru. Si kwa sababu haipendi Afrika, ni kwa sababu ya mambo kama haya. Wamechaguliwa ili waweze kuitoa Senegal kutoka kwenye mikono hii ya mabepari, lakini rais ameendelea kuwakumbatia. Na nafikiri hapa wakati naongea umeona kuna video baadhi ambazo yuko Marekani na Donald Trump, lakini kuna video nyingine hapa hatukuipata, ila ipo ambayo ukienda hata YouTube utaona tu, ukiandika tu rais wa Senegal Ufaransa utamuona yuko na Emmanuel Macron yuko kule. Okay, hatukatai kushirikiana nao, lakini tunahitaji ushirika na sio unyonyaji, kitu ambacho Ibrahim Traore amekuwa kikiongea siku zote. Na wao hawataki ushirika na nchi za Kiafrika, wanachokitaka ni kuzinyonya nchi za Kiafrika. Wamenufaika na kutajirika kwa sababu ya Afrika. Ndio maana sio kana kwamba hatutaki wawepo, na sio kana kwamba tunachuki nao, ila tunachuki na itikadi zao ambazo ndizo zimetufanya tuendelee kuwa masikini mpaka hivi leo. Na akitokea kiongozi yeyote ambaye anataka sasa kuwe na ushirika ili awainue watu wake, haraka sana wanamuondoa. Ndio hii sasa Diomaye Faye sijui ameambiwa nini na rais wa Ufaransa, amekuja kumuondoa waziri mkuu ambaye ni potential sana kwa Senegal, ambaye angeweza kuitoa Senegal kama vile Ibrahim Traore alivyoitoa Burkina Faso pale ilipo. Kwa hiyo hawa wanataka yani kama huyu Faye anataka waweke sera zikae vizuri za ushirikiano baina ya Senegal na Ufaransa, lakini yeye anataka kupiga chini kabisa hizi troops za Ufaransa zinafanya nini huko. Mikopo ya IMF inasaidia nini? Kwa sababu ile ndivyo wanavyoendelea kukufunga hawa watu wa IMF. Kumbuki wanaendelea kukufunga kupitia ile mikopo. Kwa ndio maana mwamba akawa hataki. Sasa amemfukuza waziri mkuu haraka chama chake, halafu na spika wa bunge akajiuzuru, ambaye ndio rafiki sana wa Osman Sonko akajiuzuru. Kwa nafasi ya spika wa bunge imeachwa pale. Haya, wanaoongoza kwa kuwa na wabunge wengi bungeni ni chama chake cha Osman Sonko. Kwa hiyo ikabidi wamchague haraka aingie pale. Haya, kwa hiyo huyu rais atamwangaliaje sasa spika wa bunge? Na kuna vitu lazima vipitishwe na bunge ili viweze kwenda. Hata hizo budget zitakiwa zipitishwe na bunge ili ziweze kwenda. Kwa nafikiri unaona mahali ambapo ilipo. Kwa hivyo ilikuwa ni vita kati ya Sonko na IMF. Wakamuelekeza kibaraka wao mng'oe, na yeye kwa ujinga akamng'oa. Matokeo yake ndio haya. Asanteni sana wana IBM Channel, na washukuru.